kwa sababu ibara ya 18B ya katiba ya Tanzania inasema mtu anayo haki ya kupata, kutoa na kutafuta habari bila kujali mipaka ya nchi. Unapowaambia watakapokuwa mahakamani wasizungumze na waandishi wa habari, maana yake tayari umeshaweka mpaka kwamba haki yako ambayo inapatikana katika ibara ya 18B ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mwisho wake ni kwenye geti la mahakama kwenda mbele. Mahakamani utakiwi kutafuta hiyo habari. Sasa msajili awaambie Watanzania na awaambie mawakili kwamba kwa mujibu wa ibara ya 30 ibara ndogo ya kwanza ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni nani aliyeenda kulalamika? Ni nani aliyeenda kulalamika kwamba kuna wakili fulani ameongea na vyombo vya habari akiwa katika viunga vya mahakama kwa namna ambayo mimi naathirika na haki yangu, mimi naathirika na uhuru wangu, kwa sababu tusio tunaongea mambo haya kiujumla jumla kwa lengo la kukandamiza haki za watu. Na kama yupo mwananchi yoyote ambaye anaathiriwa na vitendo vya mawakili kuzungumza na vyombo vya habari wakiwa katika viunga vya mahakama, huyo mwananchi anatakiwa kupeleka hayo malalamiko yake katika mamlaka husika kwa utaratibu uliowekwa kwa mujibu wa sheria. Yaani, kama kuna mwananchi amemuona wakili fulani anaongelea mambo ya kesi iliyoko mahakamani katika namna ambayo huyo mwananchi anaathirika chini ya ibara ya 30 ibara ndogo ya kwanza ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, huyo mwananchi anapaswa kupeleka hayo malalamiko kwenye vyombo husika vilivyopewa mamlaka ya kushughulikia malalamiko hayo. Lakini huwezi kuibuka tu asubuhi unabandika tangazo unasema hapana, msiongee na waandishi wa habari mahakamani. Huu ni ukiukaji wa haki za watu, na mimi siwezi kukubali kutii na kuheshimu katazo ambalo liko kinyume na sheria. Kuna kesi za jinai mbalimbali zinaendelea mahakamani. Hizo kesi wakati zinaanza zilitangazwa mno na vyombo vya habari. Kwa mfano kesi za uhujumu uchumi. Kuna kesi ya Wendy William Ishengoma iko mahakama kuu ya Tanzania division ya rushwa na uhujumu uchumi. Ni kesi ya uhujumu uchumi namba 4521 ya mwaka 2026. Hiyo kesi inafuatiliwa na watu wengi sana kutokana na namna ilivyotangazwa wakati Wendy na wenzake wanakamatwa. Lakini kesi inaendelea mahakamani sasa hivi, upande wa jamhuri hawataki kesi itangazwe. Kesi za jinai zote kwa mujibu wa kifungu cha 192 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai ambayo ni sura 20 ya sheria za Tanzania, kesi hizo zinapaswa kufanyika kwenye mahakama ya wazi, sio siri. Uchawi peke yake ndio unatakiwa kufanyika kwa siri wakati wengine wamelala usiku, lakini sio kesi za uhujumu uchumi, sio kesi za jinai. Kwa hiyo jamii inaruhusiwa kufuatilia kesi ya Wendy aidha kupitia kwa waandishi wa habari au kwa jamii nzima iende mahakamani ikaisikilize hiyo kesi.